Mimi kwa jina naitwa wakili Doreen George Kaskazi, ni wakili wa serikali natokea katika ofisi ya kuzuia na kupambana na rushwa Tanga. Mnamo tarehe 12 alifika mlalamikaji Bi Aziza Saiga katika viwanja hivi vya Tangamano, ambapo inaendelea kliniki ya bila malipo ya utoaji wa ushauri wa kisheria, ambapo aliweza kuwasilisha malalamiko yake kuhusiana na eneo ambalo lipo katika halmashauri jiji la Tanga, maeneo ya Mwahako, ambapo alieleza kwamba eneo hili liliwahi kumilikiwa na mama yake, lakini eneo hili liliuzwa kwenda kwa mtu mwingine afahamikae kwa jina la Bwana Ramadhani Ali Malia, na Bwana Ramadhani Malia aliuziwa eneo hili na ndugu zake yeye Bi Aziza, ambapo mauziano haya yalifanyika mwaka 2012. Baada ya mauziano hayo kufanyika, waliweza kufikishana mahakamani kuhusiana na madai ya eneo hilo, na kwa mara zote ambapo walikuwa kifikishana mahakamani, mashauri yalikuwa kiendeshwa na kesi kuhitimishwa, lakini suluhu haikuweza kupatikana baina yao, kwa maana ya kwamba licha ya kwamba mahakama kutoa uamuzi na kuonyesha kwamba Bwana Malia aliuziwa eneo ile sahihi, lakini bado suluhu kati yao haikuendelea kuwepo, kwani Bi Aziza naye aliendelea kudai kwamba lile eneo lilikuwa ni la marehemu mama yake na liliuzwa kimakosa. Kwa hiyo baada ya mlalamikaji kufika, tulifanya jitihada za kumtafuta anayelalamikiwa, na aliweza kufika katika viwanja hivi vya Tangamano siku ya tarehe 13 ambayo ni jana, na pande zote mbili baada ya kukaa nao chini, mwisho tuliweza kufika makubaliano kwa kuwahoji nini ambacho wao hasa wanahitaji kifanyike, na kutokana na ushauri pia ambao walipokea kwamba walimalize swala hili lisiendelee tena mahakamani, walishauriwa kama kuna uwezekano basi waweze kurejesheana eneo, na ndipo ambapo baada ya makubaliano yale siku ya leo tarehe 14 pande zote mbili zimefikia mwafaka, ambapo Bi Aziza Saiga alibeba jukumu la kuweza kurejesha kiasi cha fedha shilingi milioni 6.5 kwenda kwa Bwana Ramadhani Malia, naye Bwana Ramadhani Malia akakubali pia kurejesha eneo hilo kwa gharama ile ambayo alinunua kwa kipindi kile cha mwaka 2012, kama ambavyo nimekitaja, kiasi cha shilingi milioni 6.5. Kwa hiyo nipenda kusema imekuwa ni kliniki yenye kuleta mafanikio chanya, kama ambavyo tumeweza kusuluhisha mgogoro huu ambao tayari ulishakamilika mahakamani, lakini walishindwa kufikia suluhu. Lakini tunashukuru ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kuanzisha kliniki hii mkoa wa Tanga, tumefanikisha kuweza kumaliza mgogoro baina ya pande zote mbili. Naitwa Aziza Didas Saiga. Mimi niseme napenda tu kushukuru, kwanza kabisa napenda kumshukuru Rais, pili napenda kushukuru ofisi ya mwanasheria mkuu kwa kuangalia hili, tatu napenda kumshukuru wakili wetu ambaye ni Dorini, ametusimamia vizuri, na nne kabisa nipende kumshukuru Bwana Malia kwa sababu ni kitu ambacho nilihangaika kwa muda mrefu sana, niliteseka sana kurudisha eneo la mama yangu, ila nashukuru leo nimelirudisha. Kwa hiyo sina mengi ya kuongea zaidi ya kumshukuru Mungu kwa kupigania hili mpaka kufikia hatua hii. Mimi kwa majina naitwa Ramadhani Ali Malia, ni mkazi wa jiji la Tanga, na nilikuwa ni mmiliki wa eneo ambalo lilikuwa linalalamikiwa, ambalo lilinunua mwaka 2012. Nishukuru ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kwa kuanzisha hizi kliniki ambazo zinaweza kuondoa matatizo katika jamii, na nimshukuru pia wakili ambao ametusimamia kuweza kufikia maamuzi ambayo ni mazuri kwa pande zote mbili. Tumeweza kutatua mgogoro ambao umedumu kwa miaka takriban 14. Kwa sasa tumekubaliana na tumesharejesheana. Mimi nimemrudishia eneo lake na mimi nimerudishiwa hela zangu. Kwa hiyo naendelea kushukuru mpango huu wa hizi kliniki ambazo zinaanzishwa kwa ajili ya kuondoa matatizo ambayo yako kwenye jamii. Kuna migogoro mingi. Kwa hiyo tunachokiomba au tunapoiomba serikali ni kwamba kliniki hizi ziendelee kwa ajili ya kuendelea kuondoa matatizo ambayo yako kwenye jamii. Asante.